Kwa majina naitwa Mary Mlai, ni afisa kilimo wa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko Kanda ya Magharibi, natokea ofisi ndogo ya Katavi. Leo tulikuwa tuna kikao ambacho kimeitishwa na mkurugenzi wa Manispaa ya Mpanda, na kwenye kikao hichi tulizungumzia mambo mengi ikiwemo kuwahamasisha wadau wetu wakubwa ambao ni wakulima juu ya mfumo wa stakabadhi ghalani kwenye zao la ufuta ambalo masoko yake yameshaanza. Kwa hiyo tulitamani hii elimu ya masuala stakabadhi ghalani wafikie wakulima ili waweze kuelewa vizuri na waweze kunufaika na mfumo huu. Kinachofanyika kwenye huu mfumo ni kwamba wakulima wale ambao ni waweka mali wanakusanya mazao yao kwenye amkosi zao kule kijijini, alafu zile amkosi kuna ghala ambalo linakuwa limechaguliwa, tunaliita ghala kuu. Amkosi zote zitapeleka mzigo wake kwenye hili ghala kuu, ambapo kwenye ghala kuu hiyo wataandaa taarifa za mizigo, then zile taarifa za mizigo zitapelekwa TMX. Watu wa TMX wale wataandaa kitu wale watu wa TMX watapeleka taarifa hizi kwa wanunuzi kote duniani, na ndio watatuandalia mnada wetu wa kidijitali. Ndio maana tunasema stakabadhi ya ghala ya sasa hivi iko tofauti kwa sababu ni ya kidijitali. Kwa hiyo wataandaa mnada ambapo huu mnada unaweza kushirikwa na watu wote, lakini mkulima tunamwambia anaweza akafika kwenye ghala kuu, anaweza akafika kwenye AMCOS wakashiriki huu mnada siku ya mnada. Kwa hiyo yule mnunuzi atakayeshinda kwenye mnada huu tunamwambia kwamba baada ya masaa 72 ya siku za kazi tangu mnada kufanyika awe tayari kama ameshaweka fedha kwenye chama kikuu. Na chama kikuu nao tunawaambia wakati mnunuzi tumepewa yale masaa 72 na wao wayatumie kuandaa taarifa za wakulima zile ambazo wanakuwa wamezipata kwenye AMCOS walioweka mali. Kwa hiyo zile taarifa wanaziandaa vizuri baada ya masaa 72 na wao wawe wametuma hizi taarifa kwa wakulima wetu. Lakini pia napenda kuwasisitiza wakulima ya kwamba ili kuweza kufanya vizuri kwenye minada hii, swala la usafi wa mzigo ni swala namba 1, kwa sababu tunalenga masoko ya nje ya nchi, na masoko haya swala la ubora ni swala la kipaumbele sana. Kwa hiyo tunawasisitiza mazao yao yale wayasafishe. Kuchanganya mchanga na ufuta sio ujanja, ni kuharibu soko na kutushushia bei. Lakini sambamba na hilo tuwahamasishe ya kwamba wanaweza kuamua kuuza mazao yao kwenye mfumo moja kwa moja au kuwauzia wafanyabiashara, lakini akiuza kwenye mfumo anafaidika zaidi kwa sababu anapata bei nzuri zaidi, na kimuuzia mfanyabiashara bado ataleta kwenye mfumo. Kwa hiyo anaweza kuamua kumuuzia mfanyabiashara, lakini pia anaweza kuleta kwenye mfumo. Kwa hiyo hicho ndio ambacho tunawahamasisha wakulima waendelee kuuelewa mfumo, na kama kuna taarifa nyingine yote ambayo watahisi kwamba anahitaji, leo maafisa kilimo hapa ndani wamepewa elimu, wanaweza wakawaona wakawaelimisha maafisa maendeleo ya jamii na wenyewe, watendaji kata na wenyewe, lakini pia wanaweza kufika kwenye ofisi zetu za Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko zilizopo kwenye ofisi ya CAG ambayo iko karibu na ofisi ya mkuu wa mkoa. Wakafika pale kwenye ofisi ya corporate tukawapa maelekezo zaidi ni nini na nini ambacho wanaweza wakakifanya na wakaweza kufanikiwa kwenye haya masoko ya pamoja ya stakabadhi ghalani kwa kupitia minada ya kidijitali. Tumezungumzia zao moja tu ambalo ni ufuta, kwa sababu sasa hivi ufuta ndio ambao tumeuingiza sokoni. Mpaka sasa hivi kama nilivyokuambia, natokea Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko. Hii mamlaka imeanzishwa kwa ajili ya kurasimisha biashara ya mazao yote ambayo hayako kwenye bodi. Kama kuna zao lolote ambalo unalijua, aidha ni nafaka, matunda, mboga, kama haliko kwenye bodi yoyote, basi ujue usimamizi wake ni mamlaka. Na mamlaka inatoa miongozo ya namna gani ya kurasimisha biashara za haya mazao. Mpaka sasa hivi kwenye mkoa wetu wa Katavi tuna zao la ufuta na zao la mbaazi ambapo miongozo yake ya kurasimisha hii biashara tayari imeshafanyika. Lakini pia tulikuwa tunaangalia kuliendea zao la karanga pia, na hii miongozo ikitoka kwenye zao la karanga na yenyewe nao pia mtapewa taarifa. Lakini kwa sasa zao ambalo tayari limeshaandaliwa miongozo, kwa sababu ukisema kurasimisha kuna michakato pale, lazima utengeneze miongozo, utengeneze mifumo ili usije ukaleta mtafaruku kwenye jamii. Kwa hiyo kwa maana hiyo mpaka sasa hivi kwenye mkoa wetu wa Katavi tuna ufuta na mbaazi, lakini kwenye mikoa mingine kuna dongo, kuna dengu, kuna choroko, kuna soya, kuna hii ufuta, kuna mbaazi, kuna maparachichi, kuna kakao. Lakini kwenye mikoa yetu tuna mazao haya mawili ambayo ni tayari. Lakini pia tuna mwongozo wa zao la karanga huko karibu ukitoka na wenyewe nao tutawajulisha. Tunaendea mazao yote. Tuna mazao zaidi ya 120. Wewe ukatoka leo ukasema nimeshatengeneza miongozo ya namna gani ya kudili na mazao yote 120 ndani ya siku moja, unaweza kusababisha matatizo kwenye jamii. Kwa hiyo tunaendea zao moja moja, na mpaka sasa hivi tumeyafikia hayo mawili na karanga inakuja, na tunaendelea kuadapt mengine kuyaweka sawa kadri tutakavyofanikiwa.